Hello, kama ndo mgeni wa kutazama chaneli hii, basi nakuomba uweze kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Na wewe ambaye umesha subscribe, basi nakupongeza sana, endelea kujifunza kinachojiri ndani ya chaneli hii. Na leo nakuletea siri 8 za mafanikio. Siri 8 za mafanikio. Siri ya kwanza, afya. Tunza afya yako. Tunajua kabisa afya ndio mtaji mkubwa. Afya ndio mtaji wa kwanza. Ukiwa na afya utafanya kila aina ya shughuli. Utafanya mambo yako kwa usahihi na kwa wakati, kwa sababu una afya njema. Hivyo unapaswa kula mlo ambaye ni sahihi. Kula vyakula ambavyo ni sahihi ili uweze kuboresha afya yako. Pia kula chakula ambacho kitakusaidia kupunguza uzito. Kula angalau chakula kiasi kidogo, alafu pia uweze kufanya mazoezi kwa sana. Fanya mazoezi kwa usahihi zaidi. Siri ya pili, kuwa na nidhamu ya fedha. Kipengele hiki kwa asilimia kubwa ni kigumu sana kwa wewe mfanyabiashara au mjasiriamali, japokuwa ni rahisi sana kukicontrol. Hapa unatakiwa kwanza uweze kupunguza matumizi yako. Unajua kabisa unafanya biashara, basi hakikisha biashara yako inakuwa haihusiani na mahitaji ya nyumbani. Punguza matumizi yako. Pia weka akiba. Akiba ndio kila kitu. Akiba ndio itakayo kusaidia wewe kuweza kuendelea kwa nidhamu ya fedha. Weka akiba. Kila kile kipato ambacho unakipata, basi hakikisha unaweka akiba angalau hata 10% ya kile kipato ambacho unakipata. Unaendesha biashara yako, basi hakikisha unakuwa na nidhamu. Hakikisha zile fedha unazozipata unaweka akiba. Kisha weka akiba, zitakusaidia baadaye na kuweza kuendesha ile biashara yako. Siri ya 3, kuwa mwaminifu. Unafanya labda biashara online au offline, lakini kitu kikubwa ambacho unapaswa kuwa nacho ni uaminifu. Biashara yako inategemea uaminifu kwa 100%. Basi unatakiwa uuze kitu ambacho ni bora, kitu ambacho ni sahihi. Mfano, wale ambao mnafanya biashara online, unauza labda, tunaweza kusema kwamba unauza viatu. Umeonyesha pale sample ya picha, basi hakikisha kila ambacho umeonyesha mteja wakati unakituma kimfikie kikiwa sahihi. Na kama umetumiwa pesa, basi hakikisha ile pesa umeifanyia yale ambayo mteja anahitaji yafanywe. Sio unatumiwa pesa alafu mwisho wa siku unakaa kimya, unamblock mtu. Hiyo haiwezi kuleta mafanikio hata siku moja. Siri ya 4 ya mafanikio, ambatana na watu sahihi. Lazima uwe na watu ambao ni sahihi, wale watu ambao wana malengo, waliamua kupambana, wanaothubutu, wanaojitoa. Hao watu ndio watakao kusaidia wewe kuweza kufikia mafanikio yako kwa usahihi, kwa sababu unakuwa umefuata nyendo zao. Siri ya 5, epuka hofu ya kushindwa. Hapa sasa ndio kasheshe. Watu wengi hapa tunakuwa na hofu kwamba labda mimi nahitaji labda nifanye biashara fulani. Basi naanza kuwaza, hii biashara nitafanyaje? Kweli matokeo mazuri? Nitapata wateja? La hasha.
epuka hofu ya kushindwa. Ukishaweka hofu ya kushindwa mbele, basi hauwezi kufanikiwa hata siku moja. Amua kufanya, amua kupambana. Siri ya 6 ya mafanikio yako: wajibika kwa 100%. Basi umeamua kufanya ile kazi, hakikisha unaifanya kwa ustadi zaidi, kwa 100%. Kama unauza labda duka, basi angalia, pangilia muda kwamba sasa hivi natakiwa niingie kazini muda gani na nitaondoka muda gani. Siri ya 7, fanya kile ambacho unakipenda. Fanya kile ambacho unakipenda. Unajua, ukiwa unapenda kitu, ni rahisi sana kuweza kukifanya kwa umakini zaidi kuliko kile kitu ambacho haukipendi. Kwa hiyo ukishafanya kile kitu ambacho unakipenda, naamini kwamba utafanya kwa ustadi, kwa umakini, ili uweze kuweza kutoa kitu ambacho ni bora, uweze kutoa huduma ambayo ni bora. Na siri ya 8, endelea kujifunza. Jamani, tunaambiwa kwamba elimu haina mwisho. Elimu haina mwisho. Endelea kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana labda na biashara yako unayofanya, kuhusiana na vitu mbalimbali. Hudhuria semina tofauti, soma vitabu na kadhalika. Hii inaweza kukusaidia wewe kuweza kupanua wigo zaidi wa kimawazo na fikra. Asante kwa kunisikiliza, na Mungu aweze kukubariki. Uendelee kufuata hizo siri 8 na upate mafanikio.